Dunia yashtuka, kauli nzito dhidi ya uongozi wa Iran zazidi kuwasha moto wa mvutano wa Mashariki ya Kati. Kuna nyakati katika historia ambapo dunia husimama na kusikiliza kwa makini. Hizi ni nyakati ambazo maneno ya viongozi wakubwa wa mataifa yanakuwa na uzito mkubwa kiasi cha kufanya mamilioni ya watu kuanza kujiuliza mustakabali wa dunia yao. Mara nyingi, kauli moja inaweza kuwasha mjadala mkubwa, kuleta hofu au hata kuanzisha mabadiliko makubwa katika siasa za kimataifa. Katika kipindi cha hivi karibuni, macho ya dunia yameelekezwa katika mvutano unaoendelea kati ya Iran na Israeli. Mataifa haya mawili kwa muda mrefu yamekuwa na tofauti kubwa za kisiasa na kimkakati. Tofauti hizi zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara katika hotuba za viongozi wao, katika maamuzi ya kisiasa na hata katika mijadala mikubwa ya kimataifa. Waziri Mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu, ni mmoja wa viongozi ambao mara nyingi wamekuwa wakitoa kauli kali kuhusu sera na uongozi wa Iran. Kauli zake zimekuwa zikisababisha mjadala msani katika vyombo vya habari duniani, huku wachambuzi wa siasa wakijaribu kuelewa ujumbe na malengo yaliyopo nyuma ya matamshi hayo. Kwa upande mwingine, Iran nayo imekuwa ikijibu kwa misimamo yake mikali kuhusu Israeli. Hali hii imefanya migogoro ya kisiasa kati ya mataifa haya mawili kuendelea kuwa moja ya mada zinazojadiliwa sana katika siasa za kimataifa. Katika mijadala hiyo, jina la Mojtaba Khamenei limekuwa likitajwa mara kwa mara. Wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati wanaendelea kufuatilia kwa karibu nafasi yake katika mifumo ya uongozi wa Iran. Wengi wanaamini kuwa nafasi yake inaweza kuwa na athari katika mwelekeo wa siasa za Iran na jinsi taifa hilo litakavyoshughulikia masuala ya kimataifa katika siku zijazo. Lakini nyuma ya kauli hizi zote za kisiasa, kuna ukweli mmoja ambao mara nyingi husahaulika. Wakati viongozi wanapobadilishana maneno makali na kuonyesha nguvu zao za kisiasa, wananchi wa kawaida ndio wanaobeba uzito mkubwa wa matokeo ya mvutano huo. Katika historia ya dunia, migogoro mingi ya kisiasa imeonyesha kwamba athari zake kubwa huonekana katika maisha ya watu wa kawaida. Familia hupoteza utulivu wao, uchumi wa mataifa huathirika, na matumaini ya watu wengi kuhusu kesho yao huanza kuyumba. Ndiyo maana watu wengi duniani wanaendelea kuomba amani na utulivu katika maeneo yenye migogoro. Wananchi wa kawaida hawatamani kuona dunia ikiingia katika migogoro mikubwa zaidi. Wanachotamani ni kuona viongozi wakitafuta njia za mazungumzo, kuelewana na kujenga mustakabali bora kwa vizazi vijavyo. Katika zama hizi za mitandao ya kijamii, taarifa kuhusu migogoro ya dunia husambaa kwa haraka sana. Kila kauli ya kiongozi, kila tukio la kisiasa na kila uamuzi wa kimataifa unaweza kufika kwa milioni ya watu ndani ya muda mfupi. Hali hii imefanya jamii kuwa na nafasi kubwa zaidi ya kujadili, kuchambua na kuelewa kinachoendelea duniani. Ni muhimu kwa watu kutumia nafasi hii kwa busara. Badala ya kueneza chuki au taarifa zisizo sahihi, jamii inaweza kutumia mitandao ya kijamii kujifunza zaidi kuhusu masuala ya dunia, kushiriki mawazo yenye kujenga na kuhamasisha amani. Wachambuzi wengi wa siasa za kimataifa wanaamini kuwa mustakabali wa Mashariki ya Kati utaendelea kutegemea sana maamuzi ya viongozi wa mataifa makubwa katika eneo hilo. Kauli zao, sera zao na hatua zao zinaweza kuathiri sio tu mataifa yao, bali pia dunia nzima. Kwa sababu hiyo, kila kauli inayotolewa na viongozi kama Benjamin Netanyahu au viongozi wa Iran hufuatiliwa kwa kali sana na vyombo vya habari pamoja na wataalamu wa siasa za kimataifa. Hata hivyo, pamoja na mijadala hii yote ya kisiasa, jambo muhimu zaidi ni kuhakikisha kuwa dunia inaendelea kutafuta njia za amani. Historia imeonyesha kuwa mazungumzo na ushirikiano vinaweza kuwa njia bora zaidi ya kutatua migogoro kuliko nguvu au vitisho.
Dunia inaendelea kutazama kwa makini kinachoendelea katika mvutano huu wa kisiasa. Watu wengi wana matumaini kuwa licha ya tofauti zilizopo, viongozi wa mataifa haya wataweza kupata njia za kupunguza mvutano na kulinda utulivu wa eneo la Mashariki ya Kati. Sifa maalum kwa Hubah Online TV. Katika dunia ya sasa ambayo imejaa taarifa nyingi kutoka kila upande, ni vigumu kupata majukwaa ambayo yanatoa maudhui yenye maana na mguso kwa jamii. Lakini pamoja na changamoto hiyo, kuna baadhi ya channels ambazo zimejitahidi kuwa tofauti kwa kuwasilisha maudhui yenye thamani kuhusu masuala mbalimbali ya maisha na jamii. Moja ya majukwaa hayo ni Hubah Online TV. Channel hii imeendelea kukua kwa sababu ya namna inavyowasilisha maudhui yanayogusa maisha ya watu. Kupitia video, mijadala na makala mbalimbali, Hubah Online TV imekuwa sehemu ya muhimu ya kuwafikia watu wengi wanaotafuta taarifa na tafakari kuhusu masuala mbalimbali ya maisha na jamii. Tangazo maalum. Tunatoa mafunzo ya kutengeneza video kwa kutumia simu tu. Utajifunza kuwa content creator, kutengeneza video za mitandao, kutengeneza video kwa ajili ya mpenzi wako, kutengeneza video za kumbukumbu, kutengeneza video za kuomba msamaha. Pia tunapokea matangazo ya biashara yako. Wasiliana nasi 0774636636. Maoni yako. Una maoni gani kuhusu mvutano unaoendelea kati ya Iran na Israeli? Andika maoni yako hapo chini. Karibu katika channel yetu ya Hubah Online TV, channel ya TikTok na YouTube, na kusihi usiache kusubscribe.